tumepata swali kutoka kwa mdau wetu mmoja anatokea Namibia. Yeye anauliza kuhusiana na kile ambacho amekisikia. Anaitwa ndugu Chenga kutokea Namibia. Yeye anauliza, anasema amesikia kwamba mavazi yanaweza kuwa ni chanzo cha kuleta tatizo la uzazi. Huko Namibia amemsikia daktari mmoja kwenye kituo kimoja cha sijui radio sijui television, anasema kwenye kituo kimoja cha habari amemsikia akisema mavazi yanaweza kuchangia tatizo la uzazi kwa mwanaume. Sasa yeye anatuuliza sisi, maneno haya huyu daktari ni ya kweli? Na kama ni ya kweli, mavazi yanachangiaje kuleta tatizo la uzazi kwa mwanaume, tatizo la ugumba kwa mwanaume? Asante ndugu Chenga kutokea Namibia kwa swali lako. Ndiyo, mavazi yanachangia kwa kiasi kikubwa matatizo ya uzazi kwa wanaume. Haya mavazi yetu ya leo ya sasa yamekuwa ni kikwazo kikubwa sana kwa matatizo ya uzazi. Wanaume wengi hawajui. Mtu anakwenda dukani, ananunua nguo yake, anaamini kwamba ndio fashion ya sasa, ndio style ya sasa. Kwa hiyo anajikuta analeta matatizo mengine mbalimbali. Hapa tunazungumzia mavazi yale ya kubana na kushika mwili. Yanawaathiri vijana wengi wa kiume, yanawaathiri watu wengi wa kiume. Kuna mavazi ya sasa hivi yanaitwa modo, yani yanashika sana mwili. Unajua mwanaume viungo vyake vya uzazi viko nje ya mwili. Viungo vingi vya uzazi vya mwanaume viko nje ya mwili. Na mashine zinazotengeneza mbegu za uzazi, yani chromosome, ziko nje ya mwili. Yani wanaita testis, korodani. Ziko nje ya mwili. Zimewekewa mfuko maalumu na kuwekwa nje ya mwili. Kwa nini ziko nje ya mwili? Kwa sababu kama testis, yani korodani, zingekuwa ndani ya mwili, wanaume wote wangeshindwa kutungisha ujauzito. Kwa sababu gani? Utengenezaji wa mbegu za kiume, yani manii, unahitaji joto la kati. Mazingira ya joto la kati ni nyuzi joto 10 na isizidi nyuzi joto 20. Mazingira ya joto la kati ndio unahitaji. Yani kwa maana hizi mbegu wale chromosome wakitoka katika joto hilo wanatoka wakiwa salama na hawana shida ya aina yoyote. Lakini joto la mwili wa binadamu ni sentigredi 37. Joto hili ni kali mno, ni kubwa mno kwa utengenezaji wa mbegu za kiume, yani kwa manii. Kama mbegu za kiume chromosome wakikutana na joto hili la mwili sentigredi 37, maana yake litawaunguza na hatimaye watakufa. Kwa hiyo mwanaume anapokutana na mwanamke atakuwa akimuingilia, akitoa zile sperm, wale chromosome wanakuwa maiti na wako hai, hivyo wanakuwa wana uwezo wa kutengeneza ujauzito. Sasa ili mwanaume awe lijali, ili mwanaume aweze kutungisha ujauzito, ndio Mungu kwa ufundi wake akatengeneza mfuko maalum, akauweka nyuma chini ya uume. Mfuko huu kisha akazitia korodani humo, ili mradi zisiwe ndani ya mwili, ziwe nje ya mwili na kuwekewa mfuko maalum. Kwa hivyo hazikutani na joto la mwili. Mavazi yanachangiaje? Mtu anakwenda dukani, ananunua nguo yake ya jeans modo, anaivaa, anabana mpaka hizi korodani, yani testis, zinapanda juu na kukutana na joto la mwili. Kwa testis zinaendelea kutengeneza sperm, lakini hawa sperm wanakufa kwa sababu wanakutana na joto la mwili. Ikitokea akakutana na mwanamke, akifika mshindo, anatoa sperm waliokuwa wamekufa. Na hapo ndio matatizo yanapotokea. Epuka kuvaa nguo za ndani za kubana. Epuka kuvaa majinzi ya kubana, yani modo. Epuka kuvaa manguo makubwa makubwa yanayotengeneza joto jingi katika miili yetu. Kwani mavazi huchangia kwa asilimia kubwa kuharibu mfumo wa uzazi wa mwanaume. Haswa mavazi ya kubana na ya kutengeneza joto kubwa katika mwili. Kama testis zikikutana na joto la mwili, zinaweza kuunguzwa na kuunguza na chromosome, na hatimaye mtu akatoa chromosome wakiwa maiti, yani sio wako hai. Asante sana ndugu yetu Chenga kwa swali lako kutokea Namibia. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala. Kama una swali lolote unataka kujua, kutuuliza, karibu sana, tuandikie hapo chini swali lako, tutaliona
nasi tutakujibu kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu, karibu.